Hizi ni taarifa mbalimbali ambazo tunakufikishia kutokea katika maeneo mbalimbali, na wakati huu tupo mkoani Simiyu ndani ya wilaya ya Meatu, ambapo tunaarifiwa kuwa kikao cha kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilayani humo kilichofanyika mnamo Machi 5, 2025 kiliibua hali ya sintofahamu baada ya kutokea mzozo mkali kati ya katibu wa CCM wilayani humo ndugu Nabothi Manyonyi na katibu wa itikadi, siasa na uenezi wilaya hiyo ndugu Julius Maunde. Tukio hilo lililosababisha vurugu zilizowalazimu viongozi hao kutoka nje ya ukumbi na kuendelea na ugomvi wao mbele ya wananchi. Kwa mjibu wa mmoja wa wajumbe wa kikao hicho ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe, amesema mvutano huo ulianza ndani ya kikao baada ya mwenezi wa CCM ndugu Julius Maunde kumtuhumu katibu wa wilaya ndugu Nabothi Manyonyi kwa kuruhusu baadhi ya watiania wa nafasi za ubunge na udiwani kufanya kampeni za mapema kinyume na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Maunde alidai kuwa katibu na baadhi ya viongozi wengine wamekuwa wakishirikiana na watiania hao katika kutoa hongo kwa wajumbe, jambo linalokiuka misingi ya chama. Baada ya shutuma hizo, katibu wa CCM wilaya alikanusha vikali, hali iliyosababisha mvutano mkali kati yao, na marumbano hayo yaliendelea hata baada ya kikao kufungwa, ambapo wawili hao walisukumana na kutishiana kupigana hadi nje ya ukumbi mbele ya wananchi waliokuwa wakishuhudia tukio hilo. Katika mahojiano kwa njia ya simu na Jambo TV, ndugu Julius Maunde amekiri kutokea kwa mvutano huo, lakini amedai kuwa ilikuwa ni kutofautiana kwa kauli. Naongea na Emmanuel Chazi, mwandishi wa Jambo TV. Wewe na katibu wako mlikuwa na ugomvi ambao bado haijajulikana nini sababu, lakini kilichoonekana ni kwamba ninyi mlikuwa na ugomvi kiasi ambacho mlikuwa mnarushiana maneno na kutishiana kupigana. Sasa nimekupigia labda tupate maelezo kutoka kwako. Kwanza, hilo jambo lilitokea na nini sababu ya kutokea kwa ugomvi huo kati yenu? Mtarafiano wa lugha tu. Ndio. Maana mnapotarafiana katika lugha lazima kutatokea tofahamu ya kujibishana katika maneno. Yale maneno mtarafuko huo nadhani ilikuwa kwa sababu tulikuwa tumeisha toka nje ya kikao, litokea nje ya kikao. Labda sababu muhimu za yeye mwenyewe katibu na ndiye aliyeanza, labda anaweza akawa na sababu maalum za kuweza kueleza. Naomba tafadhali labda mngempigia ili mkajua sababu zake. Lakini kwa kuwa na wewe ulikuwa sehemu ya ugomvi huo, unaweza ukatueleza nini hasa ambacho kilitokea na kupelekea tafrani hiyo, kwa sababu ilikuwa ni kati yenu wawili. Kwa hiyo wote mtakuwa mnahusika katika hili. Ni sawa, lakini tafrani hiyo si ndio maana nimewaambia. Kwa sababu mnapotokea maneno fulani na hili likatokea kama wote hivyo litokea kutoka kwa wananchi mbalimbali. Kwa hiyo mwenye kulitolea maelezo mengi ya kina zaidi ni yeye mwenyewe katibu aliyekuwa anafuata katika kutaka kuanzisha mambo haya ya maneno. Naona. Kwa hiyo ni katibu ndiye ambaye alikuwa yeye mwenyewe angeweza kulitolea majibu ambayo pengine angekuwa msaada kwako. Kwa hiyo ni katibu ndiye ambaye alikuwa anaanzisha zaidi ugomvi. Ndio kati. Sawa. Ndiye aliyetoka pale akaanza kuitrafiana na mimi, tukaanza katika maneno. Sawa. Kwa hiyo inawezekana yeye mwenyewe akawa na majibu sahihi. Sawa. Moja ya sababu inasema kwamba wewe unampinga kutokana na mienendo yake isiyofaa kama kiongozi, kuruhusu baadhi ya mambo ambayo sio sawa kufanyika, ikiwemo kwa ruhusu watiania kuweza kufanya kampeni za waziwazi pamoja na kutoa hongo kwa wajumbe. Na wewe ulipojaribu kumuonya ndicho chanzo cha ugomvi huo. Labda tuambie. Hapana, yote hayo unajua yametokea nje, unashtukia tu mtu anakurushia maneno. Hiyo sababu hiyo ingekuja labda katika masuala ambayo tungekuwa tumeyaongelea hapo, ndio ningekuwa najibu pengine yanakuwa kama. Lakini kwa sababu
unatembea tu mnashtukia mtu mnaanza kushikana, tafanya hivi, sasa unakosa hata mambo ya kulielezea zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu pengine tujaribu, uweze kujaribu kumhoji na yeye, tamsikia yeye atakavyokuwa na yeye anasema. Kwa hiyo kwa sasa alizenu wewe na yeye mko vipi? Bado kuna ugomvi au mmeshawekana sawa? Tujawekana sawa. Kichama katika majukumu ya chama, kila mtu atasimama katika sehemu yake kufanya shughuli. Sasa kusimama katika sehemu yake, wewe ni kwamba hakuna umoja sasa kama viongozi, maana yake kila mmoja atakuwa anatekeleza kwa mjibu anavyo jua, na bila kuwa na umoja kama viongozi kuweza kuongoza na kufanya mambo. Inaweza ikatokea kwa sura hiyo, lakini pengine baadaye tutakapokuwa tumelikalia katika vikao, linaweza likarudisha katika hali yake. Naomba tu kwa hili lililotokea ni tafsiriano ya maneno ambayo mimi kwangu niliyaona kama ni ya kawaida. Kwa hiyo kama yameisha wafikia, kwa hiyo baadaye tutakuja tulisolve zaidi, tutaendelea kuwasiliana ili tujue yatakuwaje. Sawa Katibu Mwenezi, na kushukuru sana. Ukiniuliza sababu sijui, lakini kulikuwa na ugomvi. Ukiniuliza sababu kwamba kuna sababu sijui. Lakini ukweli ni kwamba mimi mwenezi wangu aliamua tu kunitukana. Tulikuwa kwenye ziara ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani. Tukiwa kata ya Bukundi. Baada ya ukaguzi wa mradi ule, ndio akawa amenitukana mbele ya wajumbe wa kamati ya sasa wilaya. Ndio. Akanitukana pumbavu. Ndio. Mimi nikamjibu asante kwa kunitukana. Tukaendelea. Lakini jana tukiwa kwenye kikao, kwanza tulijibizana na Mpina mbunge. Wewe na Mpina mlikuwa mnajibizana? Ambaye inasemekana ni mwenezi ni chawa wake. Sasa baada ya hapo pia akasimama baada ya kikao kufungwa, tumebaki kamati ya siasa. Baba akaanza kutukana kwenye kikao kile. Mimi nilichomwambia, mimi ukinitukana sirudishe tusi, na ukinirushia ngumi kama nina nafasi nitakimbia. Lakini kunitukana nikanyamaza nisirudishe tusi, na ukinipiga nitakimbia, haimaanishi kwamba mimi nakuogopa. Basi akawa mkali pale. Wajumbe wa kamati ya siasa wakaingilia pale, mwenyekiti akafunga kikao, tukasambaa. Mimi niko ukumbini pale, ninaelekeza vijana wakusanye viti vya kwenye ukumbi. Akaja tena kutaka kunipiga. Akashikwa tena pale na wajumbe wa kamati ya siasa wakamtoa nje. Mimi nikaendelea kubaki ukumbini. Nimetoka ukumbini na nataka kuingia ofisini, nikamkuta yuko kwenye lango la kutokea pale ofisini. Naye akaja juu akataka kunipiga. Sasa pale wakamshika tena, wakamtoa nje ya geti. Mimi nikaenda ofisini. Kwa hiyo ukiniambia chanzo na nini sababu wala tasijui, lakini kinachosemekana ni kwamba ni chawa wa Mpina na anatumwa na Mpina, na Mpina jana alikuwa na makusudi ya kuvuruga kile kikao. Lakini Mwenezi anasema kwamba wewe umekuwa ukitumika na baadhi ya watiania katika ngazi ya ubunge na udiwani, na umeruhusu wafanye kampeni za chidi, umeruhusu pia watoe hongo kwa wajumbe, jambo ambalo si sahihi kimaadili ya chama kwa sababu muda bado hujafika. Mimi kama nimewaruhusu kichini, yeye alijuaje wakati naruhusu kichini?
kapime maelezo yake na uangalie. Anasema nimewaruhusu kichini chini. Hiyo kichini chini yeye alijua. Si kwa sababu pengine anapata taarifa labda. Hayo ni maneno ya kutunga tu. Na nimemshuhudia nani niliyemwambia kichini chini atoe ongo. Ndo kujiuliza kama anasema hivyo kichini chini. Kichini chini angesema mimi nafanyia hadharani kwamba naye alipata. Sasa kama kichini chini alijuaje? Lakini inasemekana kwamba yeye alikuwa na lengo la kukuonya, na alipoliweka hadharani ndicho chanzo cha wewe kuanza kumfokea na kumrushia maneno na kupelekea kutaka kumpiga. Okay, basi nzuri walikuwepo wajumbe wa kamati ya siasa, unaweza ukawatafuta ukawauliza. Na wenyewe wakikwambia sasa ndio utapata ukweli, anayesema ukweli ni nani. Sawa. Sasa katibu, hili linaleta taswira gani? Chama kinajipanga kuelekea katika uchaguzi, viongozi mnaanza kutofautiana wenyewe kwa wenyewe. Inaleta taswira mbaya kwa sababu ni chawa wa mtu. Kwa hiyo anafanya kumulizisha bosi wake. Na kabla ya jana walichukuana yeye wakaenda kwenye hoteli moja, kwenye baa moja ya Karando asubuhi, wakapeana supu na wakaanzia pale. Na mimi baadaye nikapata maneno kwamba walikuwa wanaongea kwamba hicho kikao leo hakitafanyika, hakitamalizika. Kwa hiyo mnakwenda kuliwekaje sasa hili? Sijajua tunaliwekaje. Sijajua tunaliwekaje wakati wao wamezamilia. Wamezamilia. Wamezamilia kunipiga, kunitukana na vitu kama hivyo. Pole sana. Nashukuru sana. Asante. Naam. Nikuombe. Usiishie kwangu na yeye. Wapo wajumbe wa kamati ya siasa pia. Kawatafute, ndio wakueleze. Katafute kila mmoja wakueleze. Sawa. Nashukuru sana. Asante sana. Jambo TV tunaendelea kufuatilia kuhusu swala hilo kadri tutakavyopata taarifa, na mimi naitwa Imani Chazi.